Mkuu wa shirika la atomiki ulimwenguni IAEA, shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia, ametaja mashambulizi ya Israeli dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran kuwa ni ya kutia wasiwasi. Katika taarifa kwa wajumbe wa bodi, Rafael Grossi ameeleza hayo akisema maeneo ya nyuklia kamwe hayapaswi kushambuliwa. Nimerudia kusema kwamba vifaa vya nyuklia havipaswi kushambuliwa bila kujali mazingira, kwani yanaweza kudhuru watu na mazingira. Mashambulizi kama haya yana athari kubwa kwa usalama wa nyuklia, ulinzi, amani, usalama wa kikanda pamoja na ule wa kimataifa. Ametoa wito kwa pande zote kujizuia zaidi ili kuepuka kuongezeka zaidi kwa mzozo, akisema hatua yoyote ya kijeshi ambayo inahatarisha usalama wa vituo vya nyuklia inahatarisha maisha ya watu wa Iran na kwingineko pia. Pamoja na hatua sasa za kijeshi na mvutano ulioongezeka, ni wazi kwamba njia pekee kwa Israel, eneo zima na jumuiya ya kimataifa ni moja ya msingi katika mazungumzo na diplomasia ili kuhakikisha amani na utulivu na ushirikiano, Grossi anaeleza. Alisema kuwa alikuwa na mawasiliano ya karibu na wakaguzi wa IAEA nchini Iran baada ya Israel kusema kuwa inalenga moyo wa mpango wa nyuklia wa Iran. Siku ya Alhamisi, shirika hilo la uangalizi lilitangaza rasmi kuwa Iran imekiuka wajibu wake. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo yalikuwa yakiendelea wakati huu ni namna ya kusababisha Iran kutokuwa na mpango wake wa silaha za nyuklia, lakini pia ni namna ambavyo ingeweza kuhakikisha inachana na mpango huo wa nyuklia, huku rais wa Marekani Donald Trump akiipa nafasi nyingine Iran katika mazungumzo ya Jumapili kwamba Iran ikubaliane na kile ambacho Marekani nasema, la sivyo Marekani itaendeleza mashambulizi dhidi ya Iran. Donald Trump ameitaka Iran kuingia katika makubaliano ya nyuklia, akionya kuhusu mashambulizi zaidi ya kikatili. Rais huyo wa Marekani ameitaka Iran kufanya makubaliano kuhusu mpango wake wa nyuklia, akisema aliipa Tehran nafasi ya mazungumzo kati ya Marekani na wao Iran kuhusu makubaliano yaliyokuwa yanakaribia kuingia awamu ya 6 siku ya Jumapili. Anasema Bwana Trump, niliwaambia kwa maneno makali, fanyeni tu, ingawa walijaribu sana. Haijalishi walikuwa karibu vipi, hawakuweza kufanikiwa, Trump aliandika katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Iran lazima wafanye makubaliano na kukubaliane na kile tunachowaeleza ili kuokoa kile ambacho bado kipo kikijulikana kama dola ya Iran, la sivyo vifo vitawaandama. Hakuna uharibifu tena, fanyeni tu kabla hamjachelewa, alisema hivyo rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Hata hivyo, mamlaka nchini Iran ziligoma kukubaliana na kile Trump anachokieleza, zaidi wakitaka kulipiza kisasi kutokana na mashambulizi ambayo yamefanywa na Iran siku ya leo Ijumaa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.